Karibuni watu wa Mungu mnaonisikiliza. Nikukaribisha siku hii ya leo kwa ajili ya kusikia neno la uzima ambalo linatoka katika Injili ya Yohana sura ile ya 6 mstari ule wa 26 hadi ule wa 27, na neno linasema, basi akawajibu akasema, amin nawaambia, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Ninakushukuru Baba wa mbinguni kwa ajili ya siku hii ya leo. Neno hili lenye uzima, Bwana, ukalithibitishe katika kinywa changu, lakini pia wanaosikia likaweze kuwasaidia na kuvuka katika maisha yao ya kiroho. Amen. Ndugu yangu unayenisikiliza, katika ujumbe huu wa somo hili nimelipa kichwa kinachosema Yesu ni chakula cha uzima. Yesu ni chakula cha uzima. Tunajua kwamba chakula kinaleta nguvu katika mwili na kinaimarisha mwili, na kuna vyakula vya aina nyingi. Lakini hivyo vyakula vya aina hiyo havina msaada katika maisha ya kiroho. Na Yesu anaposema yeye ni chakula cha uzima, maana yake anazungumza habari ya mtu binafsi kumwamini katika maisha, kwamba unapomwamini Yesu Kristo akaingia katika maisha yako, yeye anaondoa kiu, yeye anaondoa njaa, anakutia nguvu na kuimarisha. Na katika ujumbe huu Yesu anasema ama alikuwa anazungumza na wale Wayahudi ambao walikuwa wanakimsikiliza, lakini akitaka kuwaeleza habari ya chakula, habari ya kumtafuta yeye, kwamba ilifika mahali watu wakatafuta miujiza. Na ndivyo ilivyo hata wakati wa sasa, kwamba watu wengi wanakwenda kwa manabii, wanakwenda kwa mitume, wanafuata miujiza, na wakati mwingine wanapata shida. Hiyo miujiza inapotendeka inakuwa haiko sahihi, sio ya kimungu. Wakati mwingine wanachanganya na nguvu zingine. Lakini Yesu hapa alikuwa anamaanisha kwamba watu wasimame katika imani, wamtafute yeye kwa bidii, kwamba yeye ndiye aliyeshuka kutoka mbinguni. Unapomwamini yeye unapata nguvu ya kiroho na ya kimwili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika ule mstari 27 anasema mtendee kazi chakula chenye kuharibika. Hapa alikuwa anazungumza habari ya kutafuta vitu vya mwilini, habari ya kutafuta vitu ambavyo haviwezi vikamsaidia mtu kiroho. Alikuwa anazungumza habari ya kumtafuta yeye, kwamba watu wasitafute miujiza, watu wasitafute vyakula ambavyo haviwezi vikamsaidia mtu katika kuingia katika ufalme wa mbinguni, ila wamtafute yeye Yesu Kristo, ambaye alishuka kupa ulimwengu mzima, ambaye yeye Mungu ametuambia tumwamini yeye na tumtegemee yeye. Na unapomwamini Yesu Kristo hakika unavuka. Ndio maana akasema msikitendee kazi chakula kinachoharibika, bali kile kinachodumu hata uzima wa milele. Na hapa alikuwa anazungumza yeye mwenyewe kwamba tutafuta maisha mengine nje ya Yesu. Maisha nje ya Yesu huwezi kufanikiwa katika maisha ya kiroho. Sana sana utarudi nyuma na kumkosea Mungu. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kumtafuta yeye, kumtazama yeye, kuacha vitu vingine. Mungu akubariki. Uendelee kutafakari na kujitathmini katika imani yako, kwamba je, ni vitu gani ambavyo umevipa nafasi? Ni vitu gani vinavyokutawala? Tegemee Yesu.